hapa kuna wizi wa vifaa. Mwezi wa 4 hapa umeibiwa mpaka x-ray. Sasa mbona mnarudisha serikali jitihada zake nyuma ili wananchi wasipate huduma ndiye moyo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Dr. Garrison Yetu. Bahati nzuri nimeanza kuhudumu hapa Januari mwaka huu. Hapa pameibiwa pikipiki 3. Ndio. Ambazo zingesaidia madaktari kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndio. Lakini pia hapa kumeibiwa tairi 5 za ambulance. Ndio. Mbunge analia bungeni kila siku kuomba magari ya kubebea wagonjwa ili kuwatoa vijijini kuwaleta hapa. Lakini tukileta tairi nyinyi mnaiba. Na ni mwezi wa 3 tumeiba tairi 5. Wizi wa vifaa vya tiba, vya theater ambayo tunatarajia wagonjwa wakija hapa wapate huduma za operation hapa, wasisafiri kwenda Mwanza. Utaratibu huu wa kuiba vifaa unafanywa na nani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Dr. Garrison Yetu, nimeanza kufanya kazi hapa Januari 2025. Hata kama ulianza jana bado unawajibika. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa wizi ambao umetokea hivi punde ambao urusha vifaa tiba, waliohusika kuiba ni watumishi hapa hospitali. Tunaposema sasa hivyo vyote tumevikamata, viko polisi na wanachukuliwa hatua katika mamlaka ya vyombo vya usalama. Kwa nini madaktari professional ndio somea ambao mna wito wa kutoa huduma kwa wananchi, tena wananchi wenyewe hawajui hili wala lile, tunawategemea nyie wasomi mliosomeshwa na taifa hili na mmeleta Sengerema mhudumie. Leo mnaleta serikali hata vifaa mhudumie, mnaiba wenyewe. Utaratibu huu utaenda mpaka lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekwisha chukua hatua za kuimarisha mifumo ya ulinzi. Tunapozungumza sasa kwenye maeneo mengi ya huduma kuna vifaa tiba tumeshaweka CCTV camera. Kwa nini mtumishi uibe vifaa cha kutolea huduma tena ya mgonjwa? Unategemea nini? Wewe kama mganga mkuu wa wilaya na madaktari wenzio, wauguzi wenzio, kwa nini mnatamani vifaa vinavyoletwa na serikali? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kutokuwa waadilifu, lakini tumechukua hatua. Mheshimiwa Mkuu, tunafanyaje hivi? Kwa sababu moja kati ya dosari Sengerema ni wizi wa vifaa vya hospitali. Tusitishe tusilete vifaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maombi ya mbunge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli hapa kulikuwa na changamoto kubwa ya wizi na tulichukua hatua kali kabisa, kwanza kuwasaka wale wote ambao wanahusika na wizi na tumeshawakamata, na miongoni wao ni madaktari wa hapa. Na hapa tunapozungumza, kwanza niwapongeze jeshi la polisi kwa kutekeleza vizuri maelekezo ambayo tuliyatoa na kufanikisha ukamataji wa vifaa hivi, na wahusika hapa wako ndani na tayari wameshafikishwa mahakamani. Lakini niungane na wewe kwamba tabia hii ni mbaya, inafaa kulaaniwa, kwa sababu maadili ya utumishi wa umma hayaruhusu madaktari na watumishi hata wananchi kujihusisha na wizi, kwa sababu vifaa hivi vimeletwa maalum kabisa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Kwa hivyo kwa wilaya hii nimesikitika, tumechukua hatua, lakini pia nimemwelekeza katibu tawala wa mkoa. Nilichojifunza ni kwamba kuna uongozi dhaifu wa hii hospitali. Kwa hiyo tunafanya mchakato, hata huyo anayekaimu hapa kama mganga mkuu wa wilaya, mganga mkuu mfawidhi wa hospitali hii anapungukiwa na sifa. Kwa hiyo nimemwelekeza katibu tawala wa mkoa kuleta kiongozi ambaye atakuwa na uwezo wa kiuongozi na kuisimamia hii hospitali, ili masuala ya wizi, nidhamu mbaya kwa watumishi yasiweze kujitokeza. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za mwisho za kuwasiliana na wizara, watupe mtu ambaye ni competent, anao uwezo wa kuisimamia hospitali hii. Tumebaini huko udhaifu wa uongozi. Nzuri sana, kwa sababu taaluma hii ni taaluma ya watu ambao kwanza wanatakiwa kuwa na huruma, lakini mbili, lazima wajue kwamba wako hapa kuokoa maisha ya watu. Jitihada za serikali kuleta mabilioni yote na hayo mnayoyaomba yanalenga kulinda afya za wale wananchi, na nyie wenyewe mkipata tatizo na nyie mpate kutibiwa hapa. Lakini mbili, malengo ya serikali
kujenga majengo haya na kuleta vifaa vyote, tunawapunguzia gharama za kusafiri wananchi kwenda mbali kuomba kupata matibabu, ambapo kuna waaminifu wenye vifaa vinavyohifadhi. Kwa sababu nyie hapa sasa sio waaminifu. Mnatengeneza safari za wananchi watoke hapa waende Buchosa, mnataka wananchi watoke hapa waende Geita, ambapo kidogo kuna waaminifu. Tutaishi na nyie kwa utaratibu mpaka leo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umeeleza hizo hatua, endelea kuchukua hatua na wala usichukue muda mrefu, kwa sababu mwaka jana tumeigua pikipiki, mwaka huu wamehamisha tairi mwezi wa 3, mwezi wa 4 wamebeba vifaa 5 muhimu vya kupima magonjwa. Hao wananchi magonjwa watapimwa. Tutajuaje mgonjwa huyu wananchi ugonjwa wake utapata dawa gani kama tunaiba na kifaa cha kupima magonjwa? Hamsikani. Kwa hiyo endelea na hiyo hatua, na endelea kuchuja watumishi hapa. Wale wenye dalili ya wizi wenye mahusiano na maeneo ya mauzo huko mjini lazima wachukuliwe hatua. Kwa hiyo bado umeshahidi kwamba tunachukua hatua kali na kukabidhi kazi hiyo. Mkuu wa wilaya anasikia, lazima hapa pawe na ufuatiliaji wa kila siku. Hatuwezi kutunza wezi hapa alafu tunahitaji fedha, tulete fedha alafu afanye kazi. Tunanunua vifaa leo, serikali inanunua vifaa maeneo yote. Tutakuja usikia wameiba pia na MRI hapa, watalibeba lile kwa utaratibu huu. Kwa hiyo lazima wadhibitiwe.